Naitwa Mchungaji Lucy Masembo. Kwa neema ya Mungu ni mkurugenzi wa WWK katika jimbo letu zuri sana la Ubungo. Namshukuru Mungu kwa kweli, jimbo hili kwa neema ya Mungu tumekuwa tukifanya vizuri, na tangu tulipoanza na watangulizi wetu tuliona walitutangulia, walikuwa nafanya vizuri, walikuwa na juhudi, walikuwa na bidii, na sisi tuliowafuata tukaamua kwamba tutafuata nyayo zao na kielelezo chao. Tumekuja mahali hapa kwenye kikao cha bodi. Pamekuwa mahali pazuri sana tangu tumeingia. Tumekuwa na somo zuri. Kama siku ya kwanza mchungaji aliyefungua kongamano letu au kikao chetu aliongea nasi sana kuhusu kutembea na Mungu katika uongozi wetu, na kwa jinsi hiyo tulijifunza, na mimi nikachukua vitu vingi vya kuhakikisha kwamba natembea na Mungu, kwa sababu Mungu ndio mwenye kazi. Kazi hii ninayofanya sio ya kwangu, ni ya Mungu mwenyewe. Ametuweka kwa wakati na majira, na kwa jinsi hiyo anataka aone na mimi ninafanya wajibu wangu, kuinuka, kusimama katika zamu yangu ili yeye afanye. Lakini siku ya pili na ya tatu tumejifunza somo zuri sana, kuwa kiongozi wa tofauti, kwa sababu watu wa kawaida wako wengi, viongozi wa kawaida wako wengi, lakini ili wewe au mimi niwe kiongozi wa tofauti, kuna mambo kadhaa tuliojifunza ya kwamba lazima niyachukue katika hatua ili niweze kuwa wa tofauti. Mambo ni mengi aliyosema, lakini mojawapo kubwa ambalo nililipenda sana ni kwamba kama kiongozi napaswa kwenda maili ya zaidi, niende zaidi. Kama watu wengine nawaambia waombe masaa mawili, basi mimi niombe masaa 3 4. Kama nikiwaambia wengine tunafunga wiki zima, basi mimi nifunge ikiwezekana hata mwezi. Kwa hiyo kwenda zaidi, na andiko lililosoma mimi linipa kutafakari sana, kwa sababu tunalisoma mara nyingi ya kwamba ukipigwa shavu, Yesu alifundisha kwamba mtu akikupiga shavu moja mgeuzie na la pili. Sikuwa nalielewa sana, lakini kwenye kikao chetu hiki limenipa somo kubwa. Sasa jimbo langu kwa kweli siwezi kusema linafanya vizuri. Mimi bado sioni kama tunafanya vizuri. Ninatamani sana tufanye vizuri zaidi. Hapo tulipofika ni padogo. Bado tunatamani tuinuke, tumtolee Bwana sadaka nzuri. Tumtolee Bwana sadaka ya upendo, ya kumfurahia. Daudi alitoa sadaka mpaka akashangaa, akasema sisi ni akina nani hata tumeweza kumtolea Bwana hivi. Kwa hiyo mimi wakisema jimbo langu kweli linaongoza katika utoaji na nini, nasema ni sawa, lakini bado mimi ninajua jimbo la Ubungo tunaweza kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo hapa ninaondoka pia na changamoto ya kuwatafuta wanawake. Wanawake ni wengi jimbo la Ubungo, ni wengi tena wanaompenda Mungu, tena wenye uwezo mzuri wa kiuchumi, na naamini nikitumia fursa hiyo kuwapata, tutamtolea Mungu kwa viwango vikubwa zaidi ya hivyo. Nishukuru hata kwa ajili ya uongozi wa jimbo, Askofu Dr. Ezekiel Mbwilo na kamati yake, mama askofu amekuwa bega kwa bega na sisi, akitushauri, akituombea, na kwa jinsi hiyo najua mafanikio mengine pia yanatokana na maombi ya baba au kiongozi wetu. Kwa hiyo hilo pia lazima ni appreciate kwamba Mungu ametupa uongozi mzuri, na kwa jinsi hiyo tunajisikia vizuri, na tunaamua na tumeamua kutembea nao katika huduma hii ili jimbo letu liendelee kufanya vizuri zaidi. Mimi ni mkurugenzi wa Morogoro Mashariki WWK, na majina yangu ni Joyce Mika Mwankuse. Kama alivyosema ni mkurugenzi pale, na namtumikia Mungu pale Morogoro Mashariki. Lakini tunamshukuru Mungu kwa neema yake, ametupa nafasi kuhudhuria kikao cha bodi ambao ni cha taifa kwa ajili ya mpango kazi kwa mwaka 2026. Kwa kweli kwenye kikao hiki tumejifunza vitu vingi. Tumejifunza maneno ya Mungu ambayo yanatuimarisha kama viongozi kwenda kuyatendea kazi na kusimama katika nafasi zetu. Kwa hiyo tumejifunza kwamba kiongozi lazima utamani kutembea na Mungu, afu kwenda maili zaidi. Lakini pia ambacho nimeondoka nacho kwamba mimi kama kiongozi natakiwa kuthubutu. Yale ambayo tunaona hayawezekani, ni magumu, lazima nithubutu kufanya, badala ya kusema hatuwezi au hatutaweza. Kwa sababu tumeambiwa sisi tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Lakini jambo lingine kama kiongozi,
ambacho nimejifunza na natamani kama viongozi wengine tunaweza kufanyia kazi ni swala la mahusiano. Mahusiano na watu tunaoongoza, mahusiano na jamii, mahusiano kwenye kamati. Ili tuweze kufanya kazi vizuri, lazima mahusiano yawepo. Kwa hiyo kwenye kikao hiki ambacho tunakiandaa kwa ajili ya kazi ya 2026, tumepokea vitu vingi na tunaamini kama viongozi tunaenda kuyatendea kazi, na hakika WWK yetu itasonga mbele kwenye majimbo yetu, kwenye section zetu, mpaka kwenye tawi, yani kanisa la mahali pamoja. Na hilo tumejipanga, tuko vizuri na ninaamini tutaenda kufanya vizuri kabisa. Wito wangu ni kwamba tuingie kazini, tufanye kazi. Mimi naitwa Ana Nyingi, ni mkurugenzi kutoka jimbo la Rukwa Mashariki. Katika kikao hiki cha bodi tumejifunza mambo mengi mazuri ambayo nitaenda kuwapelekea wanawake katika jimbo langu. Mambo hayo yatafanya jimbo la Rukwa ling'are zaidi. Kwa mfano, tumejifunza jinsi ya kumtumikia Mungu pamoja na mali zetu. Kwa hiyo hicho kipengele nimekichukua, nitahakikisha wanawake wa jimbo la Rukwa Mashariki wanamtumikia Mungu pamoja na mali zao. Lengo kubwa ni kujenga ufalme wa Mungu. Lakini katika jimbo letu zuri la Rukwa Mashariki tunayo miradi. Tuna mradi wa ufugaji wa kuku, nguruwe, tumelima shamba ekari 2. Lengo kubwa ni kujenga ufalme wa Mungu. Lakini kitu kingine tulichojifunza mahali hapa, tumejifunza kwamba tunatakiwa sisi kama wanawake tunatakiwa tutimize agizo kuu la Bwana Yesu alilosema kwamba enendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema za wokovu. Aminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa wanawake tumejipanga mwaka 2026 tutahakikisha section zote tunakuwa na mikutano ya kutosha. Lengo kubwa ni kuwavuna watu waje kwa Yesu, hasa wanawake, maana wanawake watangazao habari njema za wokovu ni jeshi kubwa. Kwa jeshi likisambaa kwenye section yetu ya jimbo la Rukwa Mashariki, tuna uhakika tutawapata wanawake wengi ambao watakuwa tayari kumtumikia Bwana kwa nguvu zao wakiwa wamejaa Roho Mtakatifu. Ushauri wangu kwa wanawake wa WWK Rukwa Mashariki ni kwamba wajitahidi sana kumtumikia Mungu pamoja na mali zao, lakini pia wawe tayari kwenda kufanya kazi shambani mwa Bwana ambapo mavuno ni mengi sana, watenda kazi ni wachache.